Serikali imetangaza kuwa waathiriwa 34 wa mkasa wa Shakahola wametambuliwa baada ya uchunguzi wa kina wa vinasaba saba kufanywa na wataalamu wa serikali. Mchakato wa utambulizi umekuwa wa polepole kutokana na changamoto za kulinganisha sampuli za DNA kati ya miili iliyopatikana na ndugu wa waliofariki. Watano sahihi ndio wamekuwa confirmed, tumezika 4, bakia mmoja. Wale watatu wengine bado hawajapatikana kwa DNA. Naomba kama inawezekana wazidi tu kutuangalilia, kama tutapatikana pia tutazidi kushukuru. Ningeomba sana serikali kama inawezekana iharakishe hii jambo la DNA ili angalau kabla mwaka huu kuisha haya mambo tufunge kabisa. Manake yametupeleka mbio kiafya, mambo mengi. Hatuwezi kufanya lolote sahi, kila siku ni kufikiria tu tutapata lini mili. Miili iliyotambuliwa sasa imekabidhiwa kwa familia husika kwa ajili ya maziko, huku serikali ikiahidi kugharamikia usafiri na baadhi ya gharama za mazishi. Serikali inaendelea na uchunguzi wa maiti na upimaji wa DNA, wakati uchunguzi kuhusu dhehebu hilo ukiendelea kukamilika. Kumbuka ya kwamba mwaka jana mwezi wa 4 ndio tulichukua miili ya wale watu wetu 4 na tukaweza kwenda mbio hapa na pale, tukaweza kuwastiri. Na mwaka 1.5 baadaye hii ndio tumepata mwili huu. Tuko katika hali mbaya kifedha sana, kifamilia. Kutayarisha hali kama ile, na vile tayari tumekuwa tukitapatapa hapa na pale kutafuta, hali inazidishia kwa ngumu sana. Wataunganishwa na familia hizo zao na wapewe mili yao ili waweze kuchukua hiyo mili na kuenda kuwapatia heshima ya mwisho. Na kama nilivyosema, ni muhimu kwamba Mackenzie ashtakiwe na majina ya wale watu ambao walikufa katika Shakahola, sio tu anonymous bodies. Familia zimesema kuwa kutambuliwa kwa miili kumeleta faraja licha ya majonzi makubwa. Nikiripotia runinga ya TAS, Thika, Kiambu County, mimi ni Vincent Kome.